Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, imekwisha. Akainama kichwa chake, akaitoa roho yake. Mpendwa, karibu katika siku ya 24 kati ya siku 26 za kujenga daraja kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Daraja letu akiwa ni Kristo mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu ya ishara zake, kazi zake, maisha yake na mafundisho yote ya Kristo. Na siku ya leo tukaiangalie kauli hii ya Yesu Kristo, imekwisha. Mpendwa, imekwisha. Ni yapi yaliyomalizika? Ni yapi ambayo yalisha pale? Ni yapi ambayo hayakuisha? Je, ni yote au je ni moja? Mpendwa, katika somo hili tutakwenda kuangalia hayo mambo yote. Na siku ya leo, siku ya 24, tutakuwa na vitabu viwili. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 19, ule mstari wa 28 mpaka ule mstari wa 30. Lakini kitabu kingine ni kitabu cha Mathayo, ile sura ya 27, ule mstari wa 50 mpaka wa 54. Mpendwa katika Bwana, hapa siku ya leo tunakwenda kumwangalia Yesu Kristo akiwa yuko msalabani, amesulubiwa. Hapa kuna mambo Yesu Kristo akawa ameyahitaji, lakini kwa ajili ya utimilifu. Anasema katika Yohana 19 ule mstari wa 28. Baada ya hayo Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko lile litimizwe, akasema, naona kiu. Mpendwa, anasema hapa Yesu Kristo akisha kuona yote yale yameshamalizika, ili andiko litimie, Yesu Kristo pia akasema, ninaona kiu. Ukisoma katika Zaburi ya 69 ule mstari wa 21 ameongea jambo hilo kwa habari. Anasema, niliomba maji wakanipatia vitu vya uchungu, siki. Lakini pia ukisoma Zaburi ya 22 mstari wa 15, 14, 15, 16 amezungumza pia jambo hilo lote kwa habari ya mambo ambayo yalitokea, kugawana nguo zake, kufanya vile vitu vyote. Sasa mstari wa 29 kwenye Yohana 19 anasema hivi, kulikuwako huko chombo kimejaa siki. Basi wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya ufito wa hisopo, wakapeleka kinywani. 30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, imekwisha. Akainama kichwa chake, akaisalimu roho yake. Mpendwa, hapa tunaona Yesu Kristo baada ya kuwa amesikia kiu, akasema nina kiu, lakini hawa watu wakamletea siki ili aweze kunywa. Na siki ni kali sana. Alipoipokea ile siki, akasema, sasa imekwisha, akaisalimu roho yako. Sasa nataka tukaangalie katika kitabu cha Mathayo 27 kilitokea nini wakati ule. Katika Mathayo 27 na ule mstari wa 50 anasema hivi, naye Yesu akisha kupaza sauti yake tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili, toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Mpendwa, jambo la kwanza hili kwenye 51. Baada ya Yesu Kristo kusema imekwisha na kuitoa roho yake, ndipo ambapo pazia la hekalu likapasuka. Ilikuwa inamaanisha nini? Katika hema ile ya kukutania, Mungu aliamuru Israeli waweze kuweka pazia, kuweza kuzuia kati ya sehemu patakatifu pa patakatifu, watu wasiweze kupaona au pasiweze kuonekana. Na hapo alikuwa akiingia kuhani mkuu mara moja tu kwa mwaka kwa ajili ya kufanya upatanisho. Lakini sasa pazia la hekalu linapasuka, ikiwa inamaanisha nini? Watu wote wanaweza kuingia patakatifu pa patakatifu na kwenda kufanya hichi kitu. Mpendwa, jambo hili limeandikwa sana, Paulo ameandika vizuri sana kwenye kitabu cha Waebrania 4. Anasema hakuna kuhani mkuu aliyeweza kuchukuliana nasi katika hali ya udhaifu, lakini yeye Yesu aliweza kujaribiwa sawasawa nasi katika mambo yote, wala hakufanya nini? Hakufanya dhambi. Basi tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Amina. Sasa tunaweza wote kukaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tukapate rehema na neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Pazia la hekalu likapasuka, ikafanya nasi tukapata ujasiri wa kupaingia patakatifu pa patakatifu. Sasa anasemaje? Anasema hivi, pazia la hekalu lilipasuka, lakini nchi ikatetemeka na miamba ikapasuka. Nchi nayo ikatetemeka na miamba ikapasuka. Anakomboa vitu vyote, anafungua vitu vyote, anavirudisha katika utukufu, katika ule utawala wake wote. Hakuna jambo ambalo halikuisha hapa. Hakuna jambo ambalo halikumalizika. Kila kitu kinakoma hapa. Kila jambo inakufa hapa. Kila mifumo ya sadaka ya mwili inakufa hapa. Kila mifumo ya ibada ya mwili inakufa hapa. Kila mifumo ya kila namna ya katika mwili yote inakwisha hapa, na vitu vyote vinaingia katika imani ya Kristo, ambaye akiamini Kristo ameshika torati yote, ametimiza maneno yote ya torati na ya manabii yote yaliyosemwa. Mpendwa katika Bwana. Sasa mstari wa 52 anasema hivi, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu
waliolala 53. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Mstari wa 54. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Mpendwa katika Bwana, huyu centurion, huyu akida, baada ya kuona ile tendo limetokea na yale mambo yote yametokea, pazia limepasuka na tetemeko la ardhi na vitu vingine vimefanyika pale, na mambo na utukufu, ngurumo na ile nguvu yote ya kiungu imeonekana pale, akiwa anamaanisha nini? Yale utimilifu wa mambo yote yamefanyika. Hao watu wakasema, hakika kweli mtu huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Wanakiri kwamba ni mwana wa Mungu, na hili jambo la kukiri mwana wa Mungu ni jambo la imani ambalo linamaanisha wameokoka watu hao. Mpendwa katika Bwana, tazama huu utukufu wa Yesu Kristo. Hivyo mambo yote ya mwili, mambo yote ya torati, mambo yote ya sheria yalimalizika hapa. Mpendwa katika Bwana, jambo hili likiwa linamaanisha nini? Mambo yote ya mwili, mambo yote ya torati, mambo yote ya manabii walioyasema, walioyazungumza, torati, neno lote lililoandikwa katika torati yanakwisha hapa, yanatimilizwa katika imani ya Yesu. Anayachukua yote ya Yesu Kristo na kuyafanya yawe katika pati ya yeye. Kwa amwamini Yesu Kristo amekwisha kukaa katika utukufu. Tukumbuke tumemwangalia Yesu Kristo katika vitu vitatu: Yesu Kristo kama mfalme, Yesu Kristo kama nabii, na Yesu Kristo kama kuhani. Kwa hiyo kama kuhani anachukua maneno yote ya torati, kama nabii anachukua maneno yote ya manabii, na kama mfalme anachukua utawala wote. Ndio maana ukimkiri kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hapo unakuwa umeokoka. Mpendwa katika Bwana, sasa nataka tukaliangalia jambo hili Paulo alivyoliandika kwa uzuri. Paulo alivyoliandika vizuri sana jambo hili kwa habari ya imekwisha. Kauli hii ya imekwisha akiwa anamaanisha nini? Katika kile kitabu cha Wakolosai 2 ukianzia mstari wa 8 mpaka ule wa 23, lakini ukianzia mstari wa kwanza utapata maana kubwa zaidi. Sasa nitaanza kusoma hiyo kuanzia mstari wa 8. Anasema hivi: angalieni kwa sababu ya ule utukufu, kwa sababu ya ule uzuri wote, kwa sababu huko juu amezungumza kwa habari ya siri ya Mungu ni Kristo. Kwa anayemwamini, anayemjua Kristo ameiona ile siri ya Mungu yote. Anasema hivi: angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Anazungumza jambo hilo. Mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya Tora, kwa jinsi ya mafundisho ya awali na mapokeo ya wanadamu yalivyokuwepo. Ni mapokeo ya mwili yalikuwepo. Ndio maana kulikuwa kuweza kushinda katika ile torati, katika zile sheria, kulikuwa kuna kushinda dhambi katika hiyo jambo. Na mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Anasema mstari wa 9, maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Katika yeye Yesu Kristo unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Amwaminie Kristo, ule utimilifu wote wa Mungu unakaa ndani yake. Katika hali yetu ya mwili hatujatimilika, lakini katika Kristo mimi ni mkamilifu, wewe ni mkamilifu unayemwamini Kristo. Mstari wa 10, na ninyi mmetimilika. You see, nasi tumetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Nasi tumetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Kwa sababu gani? Yote amekwisha, ameyachukua na kuyagongomea msalabani. Anasema hivi 11, katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo. Anasema katika yeye Kristo tumetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono. Tukumbuke agano la Ibrahim na Mungu katika ile Mwanzo 17 ilikuwa ni tohara ya mikono, ambapo inatakiwa Ibrahimu awatahiri watoto wake ili kumaanisha kwamba wanatembea pamoja na Mungu. Tunaona hata Yoshua anakuja anawafanyia tohara wale watu baada ya kuvuka tu, anawafanyia tohara ili waweze kukaa katika ule utukufu wa Mungu. Lakini sasa sisi tumefanywa tohara isiyofanyika kwa mikono, bali kwa tohara ya Kristo. Anasema 12, mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Tukazikwa pamoja na Kristo katika ubatizo wake, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Kwa kuamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu, nasi tukafufuka naye. Anasema mstari wa 13, nanyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Nasi tulipokuwa tumekufa kwa sababu ya miili yetu, akatusamehe makosa yetu, nasi akatufanya kuwa hai. Mstari wa 14, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Akisha ifuta ile hati yote ambayo ilikuwa na mashtaka na ilikuwa na uadui kwetu, akaigongomea msalabani.
huyu Kristo Yesu. Akasema, ndio maana anasema imekwisha sasa. Akaigongomea msalabani. Baada ya hapo pazia la hekalu linapasuka, nchi inatetemeka. Anachukua mamlaka na enzi yote, mpendwa katika Bwana, na kweli inakuwa imekwisha. 15 anasema, akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkongo wa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Akavua enzi na mamlaka, akazifanya kuwa mkongo wa ujasiri, na kisha akazishangilia katika huo msalaba. Akakomboa ardhi, akakomboa kila kitu Yesu Kristo alikifanya, mpendwa katika Bwana. Akayafanya haya yote. Tuliangalia pia katika namna katika ile Luka 4 jinsi ambavyo alikomboa ardhi. Amina. Jinsi ambavyo alikomboa ardhi, akatununua Kristo Yesu. Akanunua kila kitu, akalipia kila kitu. Vitu vyote ambavyo shetani alikuwa anajidai kwamba mamlaka, mimi, utajiri na enzi zote ni vyangu, hapa nampa naye mtaka, lakini yote akavikomboa. Mpendwa, sasa baada ya hayo nini anachokuja kusema Paulo kwenye 16 anasema hivi, basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Anasema basi kwa sababu hiyo mtu asiwahukumu kwa sababu ya hizi sikukuu, mwandamo wa mwezi, vyakula au vinywaji au sabato. Kwa nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu hizi sikukuu zote katika Kristo Yesu zinatimilika. Hizi sabato zote katika Yesu Kristo, yeye ndio Bwana wa sabato. Tumejifunza haya mambo yote mpendwa. Yote tumetoka huko tumejifunza haya yote. Katika yeye Kristo haya yote yanatimilika. Kwa hivyo hatuhitaji kushika Pasaka kama ni utakatifu kwetu, kushika kama sikukuu ya Pentekosti kama ni utakatifu kwetu, yani sikukuu ya majuma, kushika sikukuu ya mikate isiyochachwa, sijui sikukuu za vibanda, sikukuu za nini. Hakuna tena hichi kitu, bali katika kuamini Yesu Kristo tunakaa katika utukufu. Mtu asikufanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa mafundisho ya awali ya ulimwengu, bali Kristo Yesu umekaa utimilifu wote wa Mungu. Kumbuka mstari ule wa 8 na wa 9. Asema narudia mstari wa 16. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato, au kwa sababu ya mwandamo wa mwezi au sabato. Kwa vyakula sijui nini, vyote katika Kristo Yesu, zile amri zote, zile namna zote za uandishi kwa habari ya vyakula nini zote zile katika Kristo Yesu tunakaa utimilifu. Kwa tunakula vyote katika Kristo Yesu. 17 anasema mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Amina. Kwa kuwa mambo hayo yote yalikuwa ni kivuli cha mambo yajayo, sasa tayari mwili ni wa Kristo. Kwa sisi tumetimilika katika Kristo. Anasema mstari wa 18, nashangilia Mungu. Anasema hivi, mtu asiwanyang'anye thawabu yenu. Mtu asikunyang'anye mpendwa thawabu yako. Anasema hivi, kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu, kwa mapenzi yake anavyotaka yeye muende na mfanye, na kuabudu malaika, akijitia katika maono yake na kujivuna bure. Huyu mtu anajitia katika maono yake kwamba hivi na hivi tunafanya hivi na kujivuna bure. Mwisho wa siku anajivuna bure kwamba mimi nafanya hichi, nashika hichi, anajivuna bure. Hakuna aliyemleta Mungu hapa. Hakuna aliyemleta Kristo hapa. Alitupenda tukiwa wa dhambi. Anasema katika Warumi 5, alitupenda tukiwa wenye dhambi. Hakuna aliyemleta Kristo hapa, bali Kristo alitupenda sisi tukiwa ni wenye dhambi. Anasema mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwenye mapenzi yake mwenyewe tu, na kuabudu malaika, akijitia katika maono yake na kujivuna bure kwa akili zake za kimwili. Kwa akili zake za kimwili. Kwa huyo mtu anaenda katika mwili, ndio maana anaenda hivyo. Hajui neema ya Kristo, hajui maana ya neno imekwisha. Mtu asikutie katika kongwa za habari za sadaka za mfumo wa agano wa mwili. Asikutie kwenye mambo ya namna hiyo. Asikutie kwenye mambo ya namna hiyo. Anaenda katika habari ya mwili, kwenye maono yake na mtazamo wake, bali hajajua maana ya Kristo kuja. Maana ya Kristo kusema imekwisha ni nini? Mstari wa 20 anasema hivi, basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, basi ikiwa kama mimi na wewe mpendwa tumekufa katika Kristo kwa kumwamini Kristo, nasi tumekufa katika yeye, na kuyaacha mafundisho yale awali ya ulimwengu, yale yote ya Torati yote tukayaacha, yale yote maneno ya manabii tukayaacha, tunachokitazama sisi ni Kristo. Ndio maana hata mimi huwa siangalia hata unyakuo, siangalii nini, bali ninamtazama Kristo. Ninachokiangalia Kristo ndani yangu, ule ndio utukufu. Maana Kristo mwenyewe anatuambia ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, bali kwa imani. Muamini Kristo, hapo unakuwa na ufalme wa Mungu ndani yako. Hiyo ni Luka 17 mpendwa. Anasema hivi mstari wa 20, bali mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu. Kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Anasema hilo jambo. Kwa nini kujitia chini ya amri kama watu wenye kuishi duniani? Sio huku tena, huu sio mfumo wetu tena. Huu sio system tena ya kwetu sisi. System yetu tena ni ya kiungu. System yetu ni ya mbinguni. System yetu ni ya utukufu. Amina. 21 anasema hivi, msishike, msionje, msiguse. Alafu anayakoti hayo mambo yote, msishike, msionje, msiguse. Mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa.
hali mkifuata maagizo ya mafundisho ya wanadamu. 23 na msingi wa mwisho kabisa anasema hivi: mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima. Hayo mambo ambayo wanaongea yanaonekana kwamba yana hekima. Wanachukua mifumo bado ya mafundisho ya awali ya ibada wanakuletea, yanaonekana yana hekima. Wanakuchukulia mfumo wa sadaka wa zamani wanakuletea, yanaonekana yana hekima. Wanakuletea mifumo sijui ya nini, yanaonekana na hekima. Ukiangalia ambao ameyakoti hata hapo juu, anasema msishike, msiguse, msionje. Anasema yanaonekana kwamba yana hekima, kwa sababu yanaonekana kwamba yana hekima, lakini kumbe hayo yanaharibika tu, maana yamekaa katika wanadamu, katika matamanio ya mtu, katika mapenzi ya mtu. Lakini ukiangalia yanaonekana kama yana hekima, lakini hayana hekima. Anasema katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe. Anaanza kusema katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe, katika kunyenyekea na katika kuutawala mwili kwa ukali. Katika kunyenyekea, katika kuutawala mwili kwa ukali, katika kwenye mifumo ya ibada ambayo mmejitungia wenyewe, mnaanza yanaonekana kama yana hekima, lakini si kweli. Kristo pekee, imani ya Kristo ni mfumo wote wa Mungu, utimilifu wote wa Mungu umekaa. Wakolosai 2:9 anasema hivi, lakini hayafai kitu kwa kuzizuia tamaa za mwili. Mambo hayo hayafai kitu kwa kuzizuia tamaa za mwili. Hayo yote ambayo mifumo ya ibada mliojitungia wenyewe, hayo mambo ya kunyenyekea katika kuutisha mwili kwa ukali, kwamba tufanye hivi tukae katika utukufu. Mpendwa, una mwanadamu aliyetisha mwili wake akakaa katika utukufu. Yesu Kristo alitupenda naye akatuweka katika utukufu. Hakuna mwanadamu aliyetoa sadaka ikamfanya akae katika utukufu, bali Yesu Kristo alijitoa tukae katika utukufu. Anamaanisha imekwisha, mpendwa. Anachomaanisha imekwisha, imekwisha kweli. Huyu ni Mungu anasema maneno haya. Imekwisha, imekwisha kweli. Acha kujitia kwenye kongwa za watu. Acha kujitia kwenye mapenzi ya watu. Acha kujitia kwenye thawabu za watu. Acha kujitia kwenye hekima za watu, bali muamini Kristo Yesu, ukae katika utumishi wote wa kiungu. Mpendwa katika Bwana, hili ndilo fundisho, hili ndilo daraja Kristo Yesu anaolijenga kupitia mauti yake pale msalabani na ile kauli yake ya imekwisha. Mpendwa katika Bwana, natumaini fundisho hili limekuwa ni la baraka kwako, na kama limekuwa ni la baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine, ili waweze kupata na kujifunza maneno mazuri ambayo yanatoka mahali hapa katika imani hii ya Kristo Yesu. Mpendwa, neema yake Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.